haikuwa Chato ya wakati ule. Mwaka 1995 ndipo jimbo hili lilipoanzishwa, na mwanzilishi wake alikuwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hiyo wakati ule Chato ilikuwa kijiji, sio kama mnavyoona leo, na ilikuwa kijiji cha wilaya ya Biharamulo, wala sio Chato wakati ule, katika mkoa wa Kagera. Akiwa mbunge wa kwanza, maana hapakuwahi kuwa na mbunge wa Chato kabla hapa. Na kama mnavyomfahamu, alikuwa hakubali kushindwa. Alipigana sana marehemu kuhakikisha kwamba Chato inaitwa Chato mnayoiona leo. Lakini ilikuwa vigumu sana kwa wenzetu wa Biharamulo kumkubalia. Na kwa vile sisi tulikuwa mashariki ya Biharamulo, tuliendelea kuitwa Biharamulo Mashariki. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka niwapeleke tunamkumbuka kwa yapi hayati Magufuli, machache tu. Lakini mwaka 2007 hayati Magufuli alifanikiwa kuleta halmashauri iliyoko hapo unayoiona pale. Tumpigie makofi mengi sana. Lakini hata hivyo haikuwezekana kuitwa Chato. Iliendelea kuitwa halmashauri ya Biharamulo Mashariki. Lakini kwa udhubutu wake tulijenga halmashauri ile. Mwaka 2012 mkoa wa Geita ulipoanzishwa, hayati Magufuli alipambana sana na kuanzisha wilaya mpya ya Chato inaitwa Chato leo. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Sasa ukianzia hapo tu maana yake nini? Maana yake unapozungumza mwanzilishi wa Chato ni hayati Dr. Magufuli. Hata makofi na shangaa sio mengi ndugu zangu, ni hayati Dr. Magufuli. Kweli kabisa. Ndiye mwanzilishi wa Chato. Kwa hiyo kwanza tunamkumbuka kama mwanzilishi wa Chato, akiwa mbunge miaka 20. Na ndugu zangu ambao mnatoka maeneo mbalimbali, amekuwa mbunge miaka 20 bila kupingwa, ambapo ni vigumu sana. Vigumu sana. Mheshimiwa Rukuvi anafahamu sana. Leo tarehe 17 mwezi wa 3 2025 tumekuja hapa Chato kwa kumbukizi ya mpendwa wetu hayati Daktari John Pombe Magufuli. Tukiwa hapa Chato, sisi kama vijana tunamkumbuka kwa kazi kubwa ambazo amezifanya wakati wa uhai wake. Baadhi ya kazi hizo ni pamoja na mageuzi makubwa kwenye sekta ya madini. Kwenye sekta madini, Daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona wazawa wananufaika zaidi na sekta ya madini. Na ndiyo maana mwaka 2017 kulitungwa sheria ambayo ililenga kuwanufaisha wazawa, lakini pia kuweza kuongeza wigo wa ukusanyaji mapato. Na mpaka sasa tunapozungumza, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendeleza dhamira hiyo. Mpaka tunapozungumza, 40% ya mapato yote yanayotokana na madini ni mchango kutoka wachimbaji wadogo wadogo. Mara elimu, tunamkumbuka Daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona elimu inaendana na mazingira ya Kitanzania na kubadili mtaala wa elimu. Lakini mpaka tunapozungumza sasa hivi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 1 mwezi wa 2 imezindua mtaala mpya wa sera na mafunzo wa elimu. Kumekuwa kuna mtaala kuna mkondo wa ujumla na mkondo wa amali. Na katika mkondo wa amali, watoto watasoma masomo 4 na somo la biashara lazima, lakini watasoma fani mbalimbali 15, watachagua kati ya fani 15. Mtoto anachagua fani kulingana na mazingira, matakwa yake na jamii inayomzunguka. Wapo watakaosoma ufundi umeme, wapo watakaosoma masuala ya uchimbaji na uchenjuaji, wapo watakaosoma masuala ya kilimo, na hii itawasaidia Watanzania kuweza kujiajiri
watakapomaliza masomo kuliko ilivyokuwa pale nyuma. Wimbi kubwa la wahitimu walikuwa wanaingia kwenye soko la ajira na ajira ni kidogo.